ligi kuu msimu huu. Katika kitu ambacho kama utakumbuka nahisi nilikuwa na wewe na tahadhari ambayo tuliweka siku ile ni kwamba muda ambao Juma Kaseja anaenda kujiunga na Kagera Sugar haukuwa muda rafiki, kwa sababu ni mwalimu ambaye alikuwa anakuja kwa mara ya kwanza kuitake over challenge ya timu ya ligi kuu, lakini alikuwa anaenda kuikuta timu ambayo alikuwa anahitaji sio tu mbinu, bali alikuwa anahitaji mbinu, alikuwa anahitaji kuimpose mentality sahihi kwa wale wachezaji. Bad enough morale pia wachezaji wa Kagera ilikuwa inaonekana ipo chini. Kwa hiyo kwa ule muda Juma Kaseja alikuwa anahitaji kufanya vitu vingi ndani ya muda mfupi. Unaingia kwenye timu ambayo ina chini ya michezo 10 ambayo wewe pia utatakiwa kuinusuru kushuka daraja, alafu at the same time sasa ukiangalia watu unaofukuzana nao wao wanakimbia kwa kasi gani. Unafukuzana na Tanzania Prisons chini ya Aman Josia ambaye alivyoingia tu alistruggle mechi 3 za kwanza, baada ya kuipata timu tayari yule pale timu imejipata. Akaja Mwalimu Felix Minziro, yes alianza na msimu, lakini alipokuja dirisha dogo kuongeza wachezaji wazuri timu ikaseto. Kwa hiyo aliingia kwenye muda ambao Kagera walikuwa shambles, na mwisho wa siku tunasema kwamba Juma Kaseja ameangukia kwenye mkumbo ambao hakupaswa kuwepo huku muda huu. Kwa maana safari yake alianza na timing mbaya sana. Yani kwangu mimi nilitamani sita deal sana na uwezo wa Juma Kaseja, sababu sijashuhudia uwezo wa Juma Kaseja mpaka sasa hivi ndani ya Kagera kwa sababu ya mazingira ambayo Kagera alikuwa nayo. Kwa hiyo nilitamani kuona Kaseja atakutuletea nini kwenye timu ambayo iko fresh, kwenye timu ambayo ndio inaanza msimu, kwenye timu ambayo haina kashikashi yoyote ile, either ya viongozi, either timu ambayo morali imeshakufa. Kwa hiyo amekuja muda ambao ameenda kwenye timu ambayo kwanza kila kitu kiko down. Kwa hiyo ni timing mbaya kwake yeye, experience yake ya kwanza akiwa kama kocha mkuu. I think alihitaji sehemu ambayo tayari iko settled. At least hata akiingia tunaweza kumjudge. Lakini sasa hivi kwa Kagera amedondokea sehemu ambayo it was destined Kagera kushuka daraja. Yoyote ambaye angeenda kuiongoza ile timu kwa muda ambao walikuwa nao at that time ongeza kuondoka tu ligi kuu. Sawa, tutakuja kutazama hapa kwa ukubwa kuhusiana na safari ya Kagera Sugar na Super Nkurukumi, lakini kubwa zaidi records ambazo ameingia nazo Juma Kaseja, kwa maana kwa mara ya kwanza anapewa dhamana ya kusimamia klabu ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara akiwa ni kocha mkuu kwenye nafasi hiyo, na anashuka moja kwa moja. Pengine hatima yake ni ipi katika career ya kocha, na mwakani pia tumtarajie, kwa maana msimu unaofuata tumtarajie kumuona kifundisha timu ya ligi kuu ama kipi tutakuja kutazama hapo. Lakini imeanza minong'ono baadhi ya majina ya wachezaji ambao wamekuwa na vinasaba vya kushusha timu daraja, tutakuja kutazama. Lakini kubwa zaidi ama tuanze kuangazia vinara wa ligi hiyo na mabingwa watetezi Young Africans. Leo hii walikuwa pale katika uwanja wa KMC Complex ambapo wameweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya kikosi cha wauaji wa kusini. Bao la kwanza la Young Africans limefungwa na Stefan Aziziki, lile la pili likifungwa na Prince Mpumelelo Dube, wakati la tatu likimaliziwa na Max Mpia Nzengeli, na kuwafanya wananchi waendelee kusalia kileleni kwa tofauti ya alama 4 baina yao dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanashika nafasi ya pili katika ligi hiyo ya kandanda Tanzania bara. Na kwa kile ambacho kilichotokea Wakanda, tayari kocha Hamdi Miloud anaendelea kutia matumaini ya kutetea taji lake kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025 kwa namna mbio zinavyoenda. Anazidi kuweka hai matumaini ya Young Africans ku maintain consecutive ubingwa wa 4. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye sofa kwangu mimi nikiangalia katika target zake za kwanza ndani ya Yanga taji anaweza kaenda akazitimiliza, na namna ambavyo amekuwa akishinda kwangu mimi I think Hamdi Miloud anashinda in style, because takriban goli 45 ambazo Young Africans wamefunga akiruhusu goli 8 kwenye michezo almost 13 ambayo ameiongoza timu yake. Unaona kabisa ni mwalimu ambaye kuna kitu amekifanya ndani ya timu. Timu inafunga sana magoli, lakini pia imekuwa ngumu kufungika. Ukitoa hivyo pia ni mwalimu ambaye ameongeza dominance kwenye upande wa kiuchezaji, kwa sababu sasa hivi ukiangalia games za Young Africans yawezekana hata akawa kwenye tempo ya kawaida sana, lakini bado Yanga atakuwa dominant. Good enough ni kwamba ukibaki kwenye zile principles za kiuchezaji za Young Africans kwenye timu ambayo muda wote tangu ajiunge na Nasri Nabi muda wote itataka kucheza kwenye eneo la mpinzani, muda wote wao ndio watataka kuwa controller wa mchezo. Kwa hiyo Hamdi ameishi kwenye principle hizo kwamba Yanga bado anabaki controller wa mchezo, Young Africans bado anacheza zaidi kwenye eneo la mpinzani, na mwisho wa siku pia hata ku unlock potential za baadhi ya wachezaji kuzirejeshia ubora. Tunashuhudia sasa hivi mtu kama Kibwana Shomari baada ya kupita katika kipindi kigumu sana chini ya mwalimu Miguel Gamondi. Sed Ramovic alijaribu kumpa nafasi kwenye mechi kadhaa,
lakini alipokuja Hamdi Mirud, Badi Naf Hamdi amerudi, amekuta timu haina yao kwa Setola, lakini akaamua kwenda na Kibwana Shomari. Kwenye game nyingi amecheza na Kibwana Shomari, licha kwamba kuna muda atamfanyia switch, ataanza na Israel Patrick Mwenda, lakini Kibwana amekuwa akipata nafasi. Kwa hiyo ame-unlock ule ubora wa Kibwana kwa mara nyingine tena. Lakini juu ya ku-unlock ubora wa Kibwana, pia ukiangalia kwa namna ambavyo amechagiza baadhi ya wachezaji kurejea kwenye zile tempo zao za kawaida, mfano mtu kama Stefan Aziz, kurejea kwa Stefan Aziz kwenye ile tempo yake ya kawaida ambayo tulikuwa tukishuhudia almost msimu wa mwaka jana wakati anajiunga na Young Africans mwaka juzi. Pia ni mwalimu ambaye kwangu mimi nikiangalia naweza nikampa hiyo credit kwamba muda ambao wachezaji wa Yanga hasa wale bora walionekana kwamba hawana tena kitu kingine kipi ambacho anaweza akakimpose kwenye timu, yeye akaja akasema no thank you, bado mnaweza mkaniongezea kitu kwenye timu yangu. Amewapa nafasi, amerejeshia hali ya kujiamini mtu kama Dennis Nkane kwenye baadhi ya games hivi anapata nafasi. Meaning kocha kuna kitu anaweza kana kiona ndani hawa wachezaji, kinachobaki ni wachezaji tu kuilipa imani kwa mwalimu na mwisho wa siku akaflow. Mbali na mbio za ubingwa pia kuna kwa maana tuzo binafsi ambazo wachezaji wanazifukuzia katika msimu huu wa 2024-2025. Tuanze na mbio za ufungaji bora. Juzi tumemshuhudia Jean Charles Ahoua akiweza kushinda kwa maana kushinda mabao 3 na kufikisha idadi ya mabao 15, lakini pia leo tumemwona Prince Dube amefikisha mabao 13 sawia na Mzize ambaye hajafunga lakini alikuwa na mabao 13. Young Africans umesalia na mechi 3, moja wamesema hawachezi, 2 ndio ziko mbele yao. Unawaona hawa nyota wawili wakifikia kileleni katika msimamo wa ufungaji bora msimu huu? Uzuri tuzo ya ufungaji bora ni tuzo ambayo inahitaji mpaka firimbi ya mwisho ya mechi ya 30. Kwa sababu abruptly mchezaji anaweza kaibuka from nowhere akafunga goli 5, akafunga goli 6 according to nafasi tu ambazo anazipata kwenye mchezo husika. Kwa hiyo kwangu mimi mpaka sasa hivi siwezi kumguarantee mtu fulani kwamba ndiye ambaye ametwaa kile kiatu cha ufungaji bora, lakini unaweza ukampa advantage mtu fulani dhidi ya mtu fulani. Kwangu mimi advantage ya kutwaa ufungaji bora as it stands nitaendelea kumpa Jean Charles Ahoua kwa sababu yeye ndo tayari kinara, ana goli takriban 15 ziko pale juu, na ukiacha na hizo goli 15 kwenye zile nafasi ambazo Simba Sports Club wamekuwa kizitengeneza, kuna matumizi mazuri nafasi ambayo inatoka kwenye miguu ya bwana Jean Charles Ahoua, na nafasi hizi ni hata hizo set piece ambazo anazipata yeye ndo primary taker wa set piece kwenye timu yake. Ukiangalia hawa wengine Prince, Clement, Mzize, hawa yawezekana kwa namna moja au nyingine labda wakawa ni chaguo la 3 mpaka la 4 kwenye selection ya wapiga mikwaju wa penalty mpaka zile free kick kwenye timu zao. Kwa hiyo ukishakuwa una faida hiyo ya Jean Charles, Simba leo ana takriban penalties 13 kwenye msimu. Jean Charles anachukua penalty zote, anaenda anazipiga yeye, anafanikiwa kuziconvert, meaning rate yake ya kuconvert nafasi anazozipata kwenye uwanja ni rate ya juu mno, and we never know, labda Simba atazidi kuproduce hizo penalties kadri game inavyozidi kwenda, na inazidi kuwa ni faida kwa yule ambaye anaenda kuzipiga, ambaye ndio primary taker wa penalties ambazo ni Jean Charles Ahoua. Kwangu mimi kuna mfanano wa ile race ambayo ilikuwa baina ya Fiston pamoja na Saido, kwa sababu ukiangalia Fiston alikuwa anafunga zaidi open play goals, Saido alikuwa anapata faida kwamba yeye ndo primary set piece taker wa free kicks pamoja na zile penalties za Simba. Rejea game ya mwisho, Saido anajaribu ku close gap kwa Fiston Mayele, game dhidi ya Coastal Union ilipigwa pale dimba la Uhuru, Saido anafunga goli kupitia mkwaju wa free kick. Kwa hiyo unakuja kuona ni mchezaji ambaye anaenda ataishi na hiyo faida kwa sababu yeye ni primary taker wa zile set pieces za timu yake, na sio tu primary taker, ni primary taker ambaye ana rate nzuri ya kuziconvert hizo set pieces ambazo anazipata kwenye timu yake. Ukija kwa kina Prince, Mpumelelo Dube, kwao utakachowabebea kama advantage ni namna ambavyo wamekuwa wakitumia nafasi ambazo timu yao inazitengeneza. Yanga na tengeneza nafasi from all over the pitch, anatengeneza nafasi kutoka kulia, anatengeneza nafasi kutoka katikati, anatengeneza nafasi kutoka kushoto. Kwa hizi ample chances ambazo Yanga wanazitengeneza, kinachobaki sasa ni kwao wao washambuliaji, kwamba nyinyi washambuliaji ambao mtadondokewa na hizi nafasi, mtakuwa mna wastani na kuzitumia nafasi ngapi kati ya hizi ambazo zitatengenezwa. Timu ikitengeneza nafasi 10 per game, utatumia 2, utatumia 3 au utatumia 1. Timu ikitengeneza nafasi 20 labda kwenye sequence ya game 2 mpaka game 3, utatumia nafasi ngapi katika hizo 20? Utatumia 5, utatumia 6, utatumia 3, utatumia 1. Kwa hiyo kinachobaki sasa kwa kina Prince na kina Clement ni kuhakikisha kwamba wao wanazidi kuboresha ama wanazidi kunoa makali yake mbele ya goli. Leo Prince amepata nafasi 2 ambazo labda zingekuwa ni 6, ila tutarudisha ubora kwa Jonathan Naimana. Kuna ile ya kwanza 1v1 ilikuwa first half, Naimana amefanikiwa ku stretch mwili, mpira umemgonga umetoka,
kuna ile ya pili ya second half Prince ana itapin, lakini Naimana alisimama strong akafanikiwa kuondoa ule mpira. Kwa hiyo unaona kuna hizo nafasi ambazo atazidi kuzipata, pia zitategemea je, goalkeeper atafanya kazi yake ipasavyo ama mshambuliaji ataweka mpira kwenye eneo ambalo goalkeeper hatolifikia na mwisho wa siku itakuwa converted na kumuongezea idadi ya magoli. So kwangu nafasi ya kutoa kile kiatu itabaki kwa Jean Charles. Sababu bado anaongoza hiyo list ya wafungaji bora, hatuwezi kuwabeba hawa, we never know kama watafunga ama hawatafunga. Kwa Clement amebakiza mechi 2 huku ya 3 akisema wachezi. So katika hizo game 2 ana uwezo ku convert nafasi nyingi ngapi katika hizo nyingi ili kuvuka ule nafasi za Jean Charles. Kumbuka Jean Charles ana mechi moja mkononi, na yeye pia kwenye mechi ambayo atacheza atakuwa na wastani gani wa kutumia nafasi atakazozipata. So kwangu bado race iko open, japo Jean Charles atapata hiyo faida. Sawa, na kabla hatujaje kuchambua kwa ukubwa tathmini ya mchezo mzima ulikuwaje kiujumla, tuone tukatazame ama tukamsikia kocha Juma Mgunda, kocha wa kikosi cha Namungo, kocha wa uwaji wa Kusini. Yeye tathmini ya mchezo ameitazama kwa namna gani baada ya timu yake kupoteza kwa mabao 3-0? Tumeweza kucheza vizuri kama dakika 37. Tulipo lose concentration basi tukafunga goli 2 za haraka. Kwa hiyo hilo